بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المشاهدون، ndugu zetu wenye kututazama katika channel yetu hii ya Taalim Organization, tukiendelea na mfululizo wa darasa zetu wa kuzungumzia sifa 13 za wajibu ambazo zimemwajibikia kila yule ambaye amefikia katika umri wa kulazimikiwa yeye na yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyowajibisha, na vile vile kujiepusha na yale Mwenyezi Mungu aliyoyakataza. Kwa hivyo kila ambaye amepata sifa ya kuwa ni mukallaf amewajibikiwa yeye na kuzijua hizo sifa 13. Sasa leo tutakuwa tunakamilisha kuifungia sifa hii ya 13 katika hizo sifa ambazo ni wajibu kwa kila mukallafi kuzijua. Sifa hiyo inaitwa kwamba al-mukhalafatu lil hawadith, kwamba yeye ni mwenye kutofautiana na viumbe. Yajibu lillahi ta'ala an yakuna mukhalifan lil hawadith, ni wajibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa yeye ni mwenye kutofautiana kabisa na viumbe, bimaana annahu la yushbihu shay'an min khalqihi, kwa maana kwamba yeye hafanani na chochote katika viumbe vyake. Falaysa huwa bijauharin, hakuwa Mwenyezi Mungu yeye ni jauhari ambayo yashghalu hayizan, inashughulisha kuweza kujaza kitu au kujaza pahala ambapo palipo wazi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye sio meta, kitu ambacho kinaweza kushughulisha na kupajaza pahala ambapo palipokuwa wazi. Mwenyezi Mungu yeye si hivyo, wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye sio sifa. Aljauhar ma lahu tahayyuz wal qiyam bidhatihi, jauhar ni kitu ambacho kinaweza kuchukua nafasi ikajaza sehemu ile wazi, na kinaweza kudhibiti chenyewe bidhatihi, kinaweza kudhibiti chenyewe. Kal ajsami, mfano kama viwiliwili ambavyo vinaweza kusimama na kudhibiti vyenyewe. Kiwiliwili kama kiwiliwili cha mti, jiwe, katika vitu kama hivyo, kwamba kiwiliwili hicho kinaweza kudhibiti chenyewe. Sasa yeye Subhanahu wa Ta'ala yeye si kama hivyo, si kama viwiliwili. Kwa hivyo na tunaposema al-ardu ma la yaqumu binafsihi, ni kile ambacho hakiwezi kudhibiti chenyewe. Wa innama yaqumu bighairihi, ni kitu ambacho kitakuwa kinathibiti kwa kitu kingine, ndio kitaweza kuonekana kwake au kutambulika kwake pale kitakapokuwa kina thibiti katika jauhar au katika hajmu, yani katika maumbile. Pale unaweza kuipata sasa hii al-ardh, kwamba sifa inapokuwa katika kitu kingine. Kwa hivyo sifa kama sifa haiwezi kusimama ikathibiti yenyewe. Hapo hauwezi ukaambiwa kwamba tuonyeshe urefu, ukaupata urefu bila kuonyesha urefu ambao uliothibiti katika hajmu, yani katika umbile. Haiwezekani. Harakati ni kitu ambacho hakiwezi kupatikana chenyewe kama chenyewe, isipokuwa kwamba hicho kithibiti katika kitu. Kutulizana, kupatikana ijtimai, mkusanyiko. Kwa hivyo mkusanyiko ni sifa hii, lazima uipatikane katika ajisamu, ndio utapata kudhibiti sasa ile sifa, kwamba hii sifa ya mkusanyiko. Kadhalika iftiraku, watu kuchawanyika, ni sifa. Wal alwani, rangi. Kwa hivyo haiwezi kudhibiti rangi isipokuwa rangi iwe imethibiti katika kiwiliwili. Tuunu, ladha ni sifa. Kwa hivyo hatuwezi kuipata ladha isipokuwa kwamba tuipate ladha katika chakula. Kuna chakula ikasema kwamba hichi chakula kina ladha nzuri, kwa hivyo tayari sasa pale mtu
akikila chakula kile ataipata ile ladha. Lakini ukiambiwa kwamba tuonyeshe ladha kama ladha, ni kwamba hauwezi kuionyesha, kwa sababu hii ni al-ardhu, kwamba ni sifa ambayo haithibiti yenyewe kama yenyewe. Kadhalika rawaihi, na harufu vile vile ni sifa ambayo vile vile tutaipata harufu hii kupitia katika vitu ambavyo itakuwa tayari ni viwili. Walidhalika qala al-Imam Abu Hanifa, kwa hivyo Imamu Abu Hanifa akasema anna yushbihu al-khaliqu makhluqa, kwamba haikuwa kabisa muumba kuwa ni mwenye kufanana na viumbe. Na akasema kadhalika Sheikhuna Hasan bin Amir al-Shirazi akasema wa huwa subhanahu munazzahu an sifati al-khalqi li'annahu al-khaliq. Akasema Sheikh Hasan akiwa katika kuitafsiri Tayyibul Asma'i, kwa hivyo katika sharhi yake akieleza kwamba yeye subhanahu wa ta'ala munazzahun an sifati al-khalqi, yeye ni mwenye kutakaswa, kuepushiwa kabisa kufanana na viumbe wake, kufanana na sifa ambazo walizonazo viumbe wake, kwa sababu yeye ni al-khaliqu, muumba. Na maneno ya Imamu Abu Hanifa anasema anna yushbihu al-khaliqu makhluqa, kwamba utayaona maneno haya yanakuja fi mauridin wahid, yani yote yanaungana, kwa sababu ni maneno ambayo yako katika watu ambao katika mrengo mmoja, pamoja na kuwa kwamba Imamu Abu Hanifa amepita muda mrefu mno, mwaka wa 150 yeye ndio alikuwa anafariki, lakini maneno yake ambayo aliyasema na hawa wanachuoni wetu katika nchi yetu ni kwamba wanazungumza ibara ambazo zinakwenda sambamba na hao. Kwa hivyo utaona namna gani kwamba hawa wanachuoni wetu ambao ilivyokuwa kwamba elimu zao zimeungana na mabwana wakubwa ambao ni wanachuoni wakubwa wa dunia. Kwa hivyo utaona namna gani kwamba walivyokuwa madhubuti wanachuoni wetu hawa waliopita, na mambo haya wameyazungumza katika vitabu vyao, wameacha athari katika vitabu vyao kueleza haya. Na hivyo kwa hivyo yule mwenye kusoma basi akipata kitabu hicho na aangalie kuona namna gani shekhi na yeye anazungumza kumtakasa Mwenyezi Mungu. Anasema wa huwa subhanahu munazzahu an sifati al-khalq, na yeye subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu wa haki ni mwenye kutakaswa, kuepushiwa sifa za viumbe, li'annahu al-khaliq, kwa sababu yeye ni muumba. Kwa hivyo yeye subhanahu wa ta'ala ni kwamba la yushbihu al-khaliq, yeye hafanani, al-khaliq la yushbihu makhluqahu, muumba hafanani na kile alichokiumba. Na vile vile akasema Sheikh Abu Suleiman al-Khattabi anasema inna alladhi yajibu alaina wa ala kulli muslimin an ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi suratin wala hay'a, fa inna surata taqtadi al-kayfiyya wa hiya 'an Allahi an sifatihi manfiyya. Hadithi hii rawahu al-Baihaqi fi al-asma'i was-sifat. Maneno ya Sheikh Abu Suleiman al-Khattabi anasema kwamba inna alladhi yajibu alaina, hakika lile ambalo lilikuwa ni wajibu kwetu sisi, wa ala kulli muslim, na kila yule ambaye alibeba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kwa kweli, basi ni wajibu juu yake ajue anna rabbana laysa bidhi sura, mola wetu si mwenye sura. Mola wetu hakuwa yeye ni mwenye sura, hakuwa subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye maumbile. Kuna watu wanapotea kwa kuto kupata mambo haya kupitia wale wataalamu, wanamfananisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tafsiri wanazozitafsiri wanamzulia uongo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanatafsiri
kwamba hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna Allaha khalaqa Adama bisuratihi, wana tafsiri kwamba Mwenyezi Mungu kwamba anafanana na Adam, waliyadhu billahi ta'ala. Wamechukua maneno ya bwana Mtume vile ambavyo ilivyokuwa ufahamu wao mbovu, wakayatafsiri hivyo hivyo. Ni kwamba moja kwa moja kutafsiri kwamba Mwenyezi Mungu yeye kwamba amemuumba Adamu kwa sura yake yeye Mwenyezi Mungu, kwamba ni kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye sura. Angalia wanachuoni wa haki wanasema kwamba yeye subhanahu wa ta'ala, anna rabbana laysa bidhi sura, mola wetu si mwenye sura. Sasa kujalia kwamba Mwenyezi Mungu kamuumba Adamu kwa sura yake, anasema hiyo dhamiri inarejea kwa Mwenyezi Mungu, ni kwamba tayari anamzulia uongo bwana Mtume. Bwana Mtume yeye ndio kiongozi ambaye wa kumtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yeye ndio anasema ana a'lamukum billah, mimi ndio mtambuzi wenu zaidi wa kumjua Mwenyezi Mungu, wa akhshakum lah, na ndio ninamuogopa zaidi kuliko mwingine yote. Kwa hivyo yeye bwana Mtume ndio kateremshwa Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu anasema fala tadribu lillahi al-amthal, msimpigie Mwenyezi Mungu mifano, msimfananishe Mwenyezi Mungu na chochote. Sasa yeye tena yeye Mtume asimame kwamba yeye amfananishe Mwenyezi Mungu, waliyadhu billahi ta'ala. Kwa hivyo watakuwa ni kumzulia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kumzulia na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu ameshakata katika Qur'ani, laisa kamithlihi shay'un, hapana kama yeye chochote, kwamba yeye Mwenyezi Mungu hafanani na chochote. Kwa hivyo haiwi sasa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye sasa akamsifu Mola wake kinyume na vile ambavyo alivyofunzwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amekwisha mtakasa kabisa mtume wake na mambo kama hayo, kwamba huyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yeye sasa ndio mjuzi ambaye anamjua zaidi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haikuwa kwamba sasa yeye bwana Mtume tena sasa ikawa anamsifu Mola wake na kumfananisha na viumbe wake, halafu Qur'ani inakataa. Na haya anayosema bwana Mtume hasemi yeye kwa matamanio yake ya nafsi yake, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maana ya hadithi inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi, maana ya hadithi ni kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu, amemuumba baba yetu Adamu ala suratihi. Hii hairejei kwa Mwenyezi Mungu, inarejea kwa Adamu, kwamba kamuumba Adamu kwa sura hiyo alionayo. Adamu yeye ndio Abul Bashar, ndio baba wa viumbe. Kuumbwa kwake Mwenyezi Mungu alimuumba umbile lake likawa kamili, kiwiliwili chake ambacho kilichokuwa kamili, ambacho kimekwenda juu kwa urefu wa dhiraa 60 na upana kwa dhiraa 7, ni kwamba Mwenyezi Mungu alimuumba kwa umbile lake ili moja kwa moja. Hakuwa Nabiullahi Adam alianza kama ilivyo sisi watoto wake, tunaanza tukiwa kwamba ima tuna futi moja au kiasi kama hicho, halafu mtu akaanza kukua, akaongezeka kadri anavyozidi kukua mpaka anaweza kufikia hizo kufika dhiraa hizo 60 au zaidi. Lakini sasa yeye baba yetu Adam hakuumbwa katika umbile kama hivi. Kwa hivyo bwana Mtume anatueleza kwamba kamuumba Adam kwa ile umbile aliyokuwa nalo, dhiraa 60 urefu na upana dhiraa 7. Kwa hivyo ndio bwana Mtume anatueleza hivyo. Kwa hivyo hii hairejei kwa Mwenyezi Mungu, ni muhali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yeye subhanahu wa ta'ala laisa jisma. Imam Shafi anasema al-mujassimu kafir, mwenye kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa ya kiwiliwili wewe ni kafiri. Na wote wanawazuoni wa haki wamethibitisha hayo, akinukuu kule Al-Habib Abu Bakar bin Sumayd katika Tiryaqun Nafi min al-ama, anasema wa hukiya an Shafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifa annahum qalu bikufri alqailina biljihati waljismiyya. Imepokelewa, imenukuliwa kutoka kwa mabwana wakubwa wa Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifa, wote anasema ridwanullahi ta'ala alaihim, wamesema bikufri alqailina, kwa kukufuru yule atakayesema, wale wote watakayosema kwamba kumnasibishia Mwenyezi Mungu upande na kiwiliwili.
Kwa hivyo imenukuliwa kutoka kwa maimamu wote wale. Aje mwingine sasa hivi, yani yeye aambie kabisa kwamba yani hawa maimamu hawakumfahamu Mtume, mabwana wakubwa hawa ambao dunia ndio inawaelekea wao katika kuwafata maelekezo ya dini yao, hawakumfahamu bwana Mtume. Akaja mtu mwingine ambaye katika zama kama hizi, ambaye mtu huyo Allahu alamu kwamba Mwenyezi Mungu ndo anajua kwamba ule upeo wa akili yake iko sawa au vipi, akawakosoa wote kuanzia wao mpaka kwenda huko kwamba na bwana Mtume mwenyewe akamkosoa. Kwa hivyo hili ni kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye si kiwiliwili na hakuwa ni mwenye sura kama Shekhe Abu Suleiman al-Khattabi akitueleza katika maneno haya. Kwa hivyo anasema wala hay'an, wala kuwa yeye kwamba na ubile, fa inna surata taqtadi al-kayfiyya, kwa sababu sura inapelekea kuwa na kaifia, wa hiya anillahi wa an sifatihi manfiya, kwamba hiyo kaifia kwa Mwenyezi Mungu na sifa zake ni jambo ambalo limekanushwa, kwamba halipo kabisa kwamba Mwenyezi Mungu kuwa ana kaifia. Mwenyezi Mungu yeye dhati yake kwamba ina namna fulani au sifa zake zina namna fulani. Hayo yote wanachuoni wetu wa haki wanasema kwamba hayo yote yamekanushwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye hakuwa ni mwenye kufanana na chochote. Kwa hivyo hiyo ni sifa yetu ya mwisho ambayo katika sifa hizi ambazo ni wajibu kuzijua yeye Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni sifatu mukhalafatu lil hawadith, sifa ya kuwa yeye ni mwenye kutofautiana na viumbe. Inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.